Mtazamaji wa CNT Live Bukavu, hapa tunapatikana ni katika usultani wa asili wa Buhavu, na hapa ni kwenye makao makuu ya usultani. Ukiangalia binafsi hite hizi zote ambazo ziko hapa ni zaidi ya 22 ya wami wote waliofariki tangu mwanzo mpaka kwa umwami ambaye tunakuwa naye Kamirogosa watatu Shosho Ntale Frank. Tuangalie kile ambacho kinaendeleshwa hapa kinajiri, tukuweze kuambia kwamba katika province yote ya Sud Kivu, usultani wa asili ambao unabaki ukishikilia usultani kamili, ambao unabaki ukishikilia mila ya zamani, ni usultani wa Buhavu. Tumetembea katika usultani wa Bavira, tukatembea katika usultani wa Bafuliru, tulitembea katika usultani wa Shabunda huko, tulijitazamia na kuona tu kwamba ni usultani pekee wa asili wa Buhavu ndio unaweka na kuweza kuchunga mila ya zamani kuliko usultani wote. Na mimi kama vile mmoja kati ya watangazaji habari tumejitembeza hapa ili tuweze kukupasha namna gani usultani wa asili wa Buhavu unatumika. Kwa hiyo tutazungumza na kiongozi Mwami Kamirogosa Shosho Ntale Frank ambaye ametuonesha baada ya hii hite ama 22 ambazo zinakuwa, tunakuwa na zingine hite 3 pale ambazo ni za usultani wa asili wa Buhavu. Na ukijitazamia binafsi ametuambia kwamba ile ya kwanza ni hite ambayo inakuwa kama vile pharmacy. Ni mule mnakuwa maproduit pharmaceutique za asili. Ukipita tu ndani na unajiendea zako, hapo unasukuliwa mikoshi. Na tulipokaa mule ndani alituonesha mengi zaidi, akatuambia kwamba katika ile hit hapo ndipo zamani wale ambao walikuwa wakishikilia mambo mbalimbali walikuwa kiwekwa mule, wanamalizia maneno yao mule. Kama itakuwa ni uchawi ni mule, kwa sababu leo sheria inasema kwamba uchawi kuwaki, lakini hapo zamani walipokuwa wakifanya mambo kama na hiyo, wanaita parti mbili. Hizo parti mbili, ile des parties prenantes, zinakaa hapo, wanazungumzia kuhusu mambo ya asili na wanatatua ile shida. Mwami ametuambia kwamba walikuwa kiweka chungu ya asili, tulikuwa tunaita kanoga zamani, hazipatikani tena kwa siku za leo. Hiyo wanaweka ndani dawa, kama mtu ni mchawi atagusa ndani maji ya moto anaungua, na kama hauna uchawi utagusa ndani na unatoka sain et sauf. Ndio maana mimi nakwambia tutajua mengi, tufuatilie kwanza kile ambacho kinaendeshwa, na hapa tunapatikana kwenye usultani wa asili wa Buhavu. Mimi ni Tito Choma Choma. Mwami wa kwanza alikuwa anaitwa Muhande wa kwanza au Muhande Premier. Muhande Premier ndiye msonge yake hiyo hapo. Na istoshe katika wami wote 22, mwami wa pili alikuwa anaitwa Nyangobera. Nyangobera ni mwami wa pili. Na ukiangalia mwami wa tatu alikuwa anaitwa Lugara, na mwami wa 4 alikuwa anaita Mukulu Orabuzwa. Mukulu Orabuzwa yani mkubwa akataliwaki. Na mwami wa 5 alikuwa anaitwa Mbera Erimaza. Mbera Erimaza. Mwami wa 6 ni Sibula Nyabuitatire. Mwami wa 7 anaitwa Ntale Premier. Mwami wa 8 anaitwa Bihago. Bihago. Na mwami wa 9 anaitwa Bamanywire. Mwami wa 10 anaitwa Ndogosa. Mwami wa 11 anaitwa Nsibula Nyibunga. Na mwami wa 12 anaitwa Ntale de. Mwami wa 13 Nsibula Nyamugosi. Mwami wa 14 ambaye kujitazamia binafsi katika usultani wa asili wa Buhavu, mwami wa 14 anaitwa Mpaka Premier. Mwami wa 15 anaitwa Mpaka de. Mwami wa 16 anaitwa Bamanywirwe. Na ukiangalia vizuri mwami wa 17 wa mtaa wa Kale katika sheferi hizi mbili, sheferi de Buhavu, ambaye alikuwa anaongoza alikuwa ni mwami wa 17 anaitwa Kamirogosa Premier. Mwami wa 18 anaitwa Ntale de au mwami Ntale wa pili. Na mwami wa 19 anaitwa mwami Bamanywire de Lushombo. Na mwami wa
20 anaitwa Bahole Muhigirwa. Mwami wa 21 anaitwa Kamerogosa de Manegabe, na mwami wa 22 anaitwa Hamuli Ntale Katre Kamirogosa. Mwami ambaye anakuwa kiongoza ni mwami Shosho Ntale Franke Kamirogosa watatu. Saint Live Television yako mpenzi mtazamaji, kufika hapa si kawaida, mpaka kusema kweli uruhusiwe na mwami peke yake, na ikiwa tumetembelea hapa ni kwa minajili tunapendwa, tunaweza kusema hivyo.